Mama wa miaka 60 anabeba mchanga na mitaro eti TASAF. Chadema tumesema hivi, watumishi wa umma wakitimiza miaka 60 wanalipwa pension. Uongo kweli? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya utumishi wao, wamelijenga taifa, wamelitumikia taifa. Je, mkulima anayelima chakula au watumishi wanakula, yeye anafanya nini? Sina yeye analitumikia taifa? Rais anakula chakula alicholima? Si anakula chakula kilicholimwa na mkulima? Nyumba anayokaa Ikulu ile imejengwa na yeye? Amejenga fundi. Fundi alikuwa anafanya nini? Si alikuwa anajenga taifa? Boda boda anayetubeba anatubeba ili weje, si anajenga taifa? Dereva anayesafirisha mizigo kwenda Dar es Salaam anafanya nini? Anajenga taifa. Wote tunajenga taifa. Chadema tumesema kila atakayetimiza miaka 60 kwenye utawala wetu tutamlipa pension, kwa sababu na yeye alikuwa analijenga taifa. Wote tunajenga taifa, na kila mtu anastahili bima ya afya. Tuna uwezo, tuna uchumi wa kututosha kufanya haya yote. Turuhusuni tuongoze nchi, na tunataka uchaguzi huru. Uchaguzi huru tunachokipigania kwa sasa. Umesikia wale vikaragosi wa CCM? Si mnawajua? Si mnawajua? Ni kina nani? Kina nani? Wametoka humu. Wengine walikuwa viongozi kwa miaka 20. Leo wanaenda CCM, wanasema eti sisi tunakimbia uchaguzi. Mtu ambaye hajawahi kushinda anasema mimi nakimbia uchaguzi. Mimi nimekuwa diwani nikiwa mwanafunzi. Boni huyo amekuwa meya. Mnyika amekuwa mbunge. Mama Susan amekuwa mbunge. Tunakimbiaje uchaguzi? Mimi naogopa uchaguzi mimi. Mimi nimekuwa mbunge. Najua utamu wa ubunge. Tunachotaka ni sheria zituruhusu kushindana. Inakuwaje? Mnyika anawaambia leo CCM anasema tume itaanza kutoa fomu tarehe 21 mpaka 25. CCM wamejuaje? Yaani inawezekanaje mechi ya Simba na Yanga inakaribia kuchezwa kabla TFF haijatangaza ratiba, alafu Yanga anasema tutacheza mechi tarehe 10 kwenye uwanja wa Taifa. Simba watakubali kwenda kwenye hiyo mechi? Alafu Yanga ndio wanapanga hadi refa. Itakuwaje? Wewe jamaa wa Simba wewe, nakuona. Inawezekanaje mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara? Itawezekana hiyo mechi? Mtu atachezewa faulu katikati, Haji atasema ni penalty. Uongo kweli? Au Ahmed Ali awe mshika kibendera? Afande, itawezekana? Si offside zote atasema ni magoli. Uongo kweli? Sisi Chadema tumekataa. Nyie Morogoro mnasemaje? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Wangapi wanasema no reforms no election? Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Morogoro no reforms. Haitoshi, no reforms. Bila mabadiliko. Ndio. Kama Samia anataka uchaguzi, aweke kwenye uwanja huru, ipigwe dakika 90. Lissu asimame hapa na yeye asimame hapa, igongwe mpira wa wazi, wananchi waamue. Huo ndio ujumbe wetu kwenu. Hiyo ndio message yetu kwenu. Tumeharibu nini hapa? Kuna kosa hapo? Tunataka uchaguzi huru na haki. Jambo la mwisho, tuna form za petition. Petition ni madai. Usaini hapo. Tunahitaji saini milioni 15. Tuzipeleke Umoja wa Mataifa kuambia Watanzania milioni 15 hawa hapa wanapinga wizi wa uchaguzi. Hakikisha kila mtu amejaza hiyo form. Sawa sawa? Sawa sawa? Kila mtu hakikisha amefanya nini? Amejaza hiyo form. Tunaelewana? Na unaona wanavyotushambulia, wanafunga ruzuku ya chama, ili tusiendelee. Kesho kutwa tuko Dodoma, tunawakanyaga pale pale walipo. Tunaongozwa na watu waliopoteza mwelekeo. Tunahitaji kubadilisha nchi. Kila sehemu ni matatizo. Kwenye kilimo ni matatizo. Kwenye maji ni matatizo. Mwaka baada ya mwaka. Tumewashauri hawakuwahi kusikiliza. Tulikuwa bungeni, tunamshauri Rais Magufuli kwamba Mheshimiwa Rais, unaenda kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, litahitaji chuma. Jenga kwanza kiwanda chetu cha chuma pale Mchuchuma na Liganga. Hicho kiwanda, asante, hicho kiwanda kingeajiri vijana wa Tanzania 60,000. 60,000 direct employed wangeajiriwa pale. Tunazalisha chuma chetu
nondo zote tungenunua ndani ya nchi, viwanda vyetu vya steel vingeajiri watu, bado watu ambao wangepata contract kwenye kile kiwanda tungewauzia Kenya chuma, tungewauzia Uganda, magari yote haya chuma kingenunuliwa kutoka. Mabati tunaagiza sheets kutoka nje, tungetengeneza sheets za kwetu, tungetengeneza basic industry ya chuma. Nchi ingechukua hatua haraka sana. Kilikuwa kinaenda kujengwa kwa dola za Kimarekani bilioni 3, trilioni 7.8. Tunachimba chuma kwa miaka 100 kwa kiwanda hicho. Halafu nikamwambia ukimaliza kujenga hicho kiwanda, sasa waite Waarabu wanaokujengea bwawa, waambie njoo mnijengee. Bwawa shingapi? Trilioni 5 hizi hapa. Lakini chuma chote nunua. Kwa hiyo unawapa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu. Ndio. Tunaelewana Morogoro? Hawakusikiliza. Leo kwa miaka 3 tu serikali imeagiza chuma nje ya nchi cha trilioni 10, ambacho tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tuchimbe miaka 100. Kuna akili hapo? Unapataje uchumi wa kuajiri vijana? Ndio maana mashule hayana walimu, ndio maana askari hawatoshi, watumishi wa umma hawatoshi. Kwa nini? Serikali inasema haina uwezo wa kuajiri. Sio kwa sababu hatuna uwezo wa kuajiri. Huwezi kuwa na nchi ambayo inatumika kama conduit. Maji ya mto unaweza kuwa na maji kwa muda ukafura, lakini yakapita yote yakapotea. Lakini ziwa linaweza kushikilia muda mrefu. Uchumi lazima ujigeuze uwe kama ziwa, kupokea na kutokuachia kwa haraka. Sasa wewe kile unachozalisha unakitoa nje kuagiza vitu. Unaagiza kuliko unachozalisha. Utakuwaje nchi hapo? Kama tomato sauce. Watu wanalima nyanya Kiroro, hapa Morogoro, tomato sauce zinaagizwa American ketchup. Tulikuwa Muheza, wanazalisha machungwa namba 1 duniani. Lakini unazunguka kwenye shelf za supermarket, unakuta cereals ya Afrika Kusini ndio inauzwa hapa. Juice. Hatuwezi kukamua machungwa yetu tukatengeneza juice. Nchi gani? Viazi vinazalishwa hapa. Unaenda kwenye maduka unakuta Lay's, vile viazi vya kukatakata vimetoka Afrika Kusini, tumegeuzwa dampo la takataka. Nyie vijana mtapataje ajira? Ndio mnakaa mnashindana vijiweni goli la mama. Ujinga mtupu. Si Mkwara sio amefanya nini? Maisha yenu yanaumizwa na watu wasiokuwa na uwezo. Wamewafanya maskini, wanakuambia aliyeko juu mgoje chini. Mpaji Mungu. Kweli mpaji Mungu. Ndio maana ametuweka kwenye nchi nzuri yenye dhahabu namba 3 duniani. Ndio maana ametuweka kwenye nchi yenye Tanzanite pekee yake duniani. Alipenda tuishi vizuri. Mungu anataka wote tuendeshe magari. Tuna uwezo. Inakuaje nchi kama Singapore ina bahari tu, ina maisha mazuri kuliko sisi? Per capita income ya mtu wa Singapore ni dola 85,000, zaidi ya milioni 200 kwa mwaka, ambayo ina bandari. Sisi tuna bandari, tuna makaa ya mawe, tuna chuma, tuna almasi, tuna ardhi, tuna kila kitu. Nikisema hapa anakuja Mungu, twende mbinguni, barabara hii hapa kiingilio 30,000, wengi mnaenda motoni hapa. Kwenye nchi ya 3 kwa dhahabu nyingi. Uongo kweli? Umaskini wa kutengenezwa na viongozi. Lazima tukatae. Na Chadema tumekuja kwenu kuwaomba. Njia pekee ya kurudisha mamlaka ya wananchi kwenye mikono yao kwa mujibu wa katiba ni kura yako. Sasa kama kura inachezewa tunafanyaje? Lazima tuipiganie kura ili tupe nguvu na sauti ya kusema. Sauti unayoweza kusema. Samia akaisikia hapa. Ukimwandikia barua hatasoma. Ukimpigia simu hatapokea. Sauti anayoweza kusikia ni kura yako. Na lazima tuilinde hiyo kura kwa wivu mkubwa. Kwa sababu ndio sauti inaweza kuongea na mbunge akakusikiliza, ndio sauti inaweza kuongea na rais akakusikiliza. Leo kama hiyo sauti haipo, viongozi hawawasikilizeni. Wanakuambia wewe tumejenga hospitali nzuri, unasikia kila